Kutokana na kesi inayomkabili mfanyabiashara kutoka hapa nchini Tanzania Niffer Jovin almaarufu kwa jina la Niffer, hatimaye jopo la mawakili wake limeweza kutoa taarifa za usalama wake likiongozwa na wakili Peter Kibatala. Wameweza kutoa taarifa kwa umma kwa kusema: ndugu wa Tanzania, kwanza kabisa tena kwa mara nyingine, poleni sana kwetu sote kwa maumivu na mshituko usiovumilika tuliopitia katika wiki iliyopita. Kuhusu Niffer Jovin almaarufu kama Niffer, tafadhali kuwa na subira nasi. Tutatoa taarifa zaidi na hatua za kisheria zitaanza kuchukuliwa hivi karibuni, ambazo zitatoa fursa zaidi kwetu kuendelea kutetea maslahi yake. Matukio ya kusikitisha yaliyotokea hivi karibuni yametuathiri sote, wakiwemo wanasheria ambao wamepata ugumu katika kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Tunachoweza kuripoti kwa sasa ni kwamba angalau yuko salama, ikiwa tunaweza kuita kukaa rumande kwa muda mrefu kwa usalama. Hata hivyo, katika hali tulionayo kwa sasa, kila tone dogo la faraja tunalipokea kama baraka. Mwisho wa kunukuu. Kwa upande mwingine, Kamanda Murilo alieleza kuwa Niffer ametuhumiwa kwa kuhamasisha vurugu, kuharibu miundombinu na kuchoma vituo vya mafuta wakati wa siku ya uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka 2025.